Karibu sana katika siku nyingine ya viwanjani ndani ya Azam Sports, siku ambayo tuna mengi sana ya kukuletea, siku ambayo tuna mengi sana ya kukujuza, siku ambayo ni siku inayokaribia ile siku ambayo hutakiwi kuwa mbali na runinga yako, hutakiwi kuwa mbali na kisimbuzi chako cha Azam TV, kwa sababu mechi ni nyingi sana za kuweza kuzishuhudia. Leo ligi kuu ya NBC inarejea saa 8 mchana CCM Kirumba. Kuna mechi kale kati ya Pamba Jiji ambao wanasaka alama tatu za kwanza dhidi ya Mashujaa Football Club kutokea kule Kigoma. Ni vita kati ya Sato na Migebuka. Lakini pia majira ya saa 10:15 jioni pale katika uwanja wa Tanzanite kwa Raha tutakwenda kushuhudia mchezo mkali, mchezo mzuri kati ya Fountain Gate ambao watakuwa na kazi nzuri dhidi ya Dodoma Jiji FC. Lakini kama haitoshi, ukiacha leo, siku ya kesho kutakuwa kuna burudani kabambe, burudani moja ambayo hautakiwi kuikosa hata kidogo. Ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho, michezo yake inakwenda kuchezwa kesho, na wawakilishi wa Tanzania wanaanza kutupa karata kesho katika kusaka hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho. Azam FC dhidi ya KMKM, lakini pia Young Africans ambao watakuwa kibaruani kule nchini Malawi dhidi ya Silver Strikers. Bila kusahau wekundu wa Msimbazi Simba nao pia wanakuwa kibaruani kule Eswatini dhidi ya Nsingizini Hotspurs kusaka tiketi ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mimi ni Alwatan Ramadhan Goda. Ni wiki pia ambayo imeambatana na The Classic, kwa maana mechi kati ya Bayern Munich na Borussia Dortmund. Nani kuibuka mbabe? Ni Vincent Kompany au Niko Kovac? Tutakwenda kujua katika dimba la Allianz Arena pale Munich nchini Ujerumani. Karibu sana, niko na Sharif Bayona pamoja na Andrew Kinga Mkono. Nitakuwa nao hapa kwa ajili ya kwenda kujua nini kinakwenda kuaje katika yale ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo ndani ya viwanjani. Karibuni sana. Asante sana. Tuko vizuri? Tuko vizuri. Tuko tamam. Majirani zetu hapo katika siku 7 za maombolezo. Saba za maombolezo ambazo tumeshuhudia pia michezo hiki. Mechi zimesimamishwa. 7. Ila maisha mengine lazima yaendelee. Kabisa. Na wiki ile ambayo tulikuwa tunasubiria kwa hamu, ama ile weekend ambayo tulikuwa tunasubiria kwa hamu, ndio hii hapa. Zimefikia saa kadhaa tu hapa. Imefika. Imeingia. Kwanza tunaanza leo. Unajua leo tuna mechi za kuna Borussia Mönchengladbach leo iko nyumbani na Union. Hata kwenye ligi kuu NBC leo tunaanza. Kwanza mechi mbili leo ligi kuu NBC. Dodoma Jiji leo anacheza na Fountain Gate. Yo utamu unaanza leo. Afu unaendelea mpaka Jumapili. Na Del Clasico weekend ya Del Clasico. Hatari ni pevu. Wakati wote pia tuna build up kuelekea El Clasico. El Clasico, Del Clasico, yani sio mchezo. Hatari. Yaani ukiambua wiki ya moto basi ni zaidi ya moto wenyewe. Watu wamemisi kuona mpira wa miguu. Sana. Kabisa. Unamisi nini kuhusu Del Clasico? Kuhusu Del Clasico? Kuangalia tu. Unajua mimi yani nisiwe mnafiki. Yaani mimi ni miongoni mwa watu ambao hawapendi ile yani kuwa monopoly, yani kitu kuwa cha mtu mmoja tu. Yani kila mnapokwenda kwenye mechi inakuwa predictable. Unajua yani unajua matokeo yatakwenda kuwa hivi. Kidogo inakera. Lakini ukienda kwenye mechi ambayo unajua kwamba bwana hii hapa hajulikani nani anakwenda kupata matokeo chanya au nani anapata matokeo gani, mechi inakuwa inavutia. Kwa hiyo mimi huwa mara nyingi kwenye The Classic naangalia Dortmund wamefikia kwenye kiwango cha kuweza kumsimamisha Bayern Munich. Bayern Munich ambaye msimu huu ipo kwenye moto wa hatari kabisa. Hajapoteza mechi yoyote mpaka sasa. Anafunga multiple goals. Na anafunga magoli mengi. Nzuri ni kwamba huyu kocha wa Borussia Dortmund Niko Kovac hajapoteza mchezo wote dhidi ya Bayern Munich. Kwa hiyo ni moja ya mechi ambayo inatazamwa kama turning point ya Borussia Dortmund kukata utawala wa Bayern Munich. Kwa hiyo ni mechi ambayo inaaminika kwa asilimia kubwa huenda Bayern Munich asitoke na matokeo ya alama 3. Kabisa. Kwa sababu katika mechi zetu za karibuni nadhani wametoa 3 zimekwenda sare zote, unaona. Kwa hiyo nadhani Bayern naye yani Bayern Munich ana mwaka mmoja, miezi 11 na siku 10 hajapata ushindi kwa mbele ya Borussia Dortmund. Na Niko Kovac amecheza michezo 3 mpaka sasa. Bayern Munich hajapoteza mchezo aina. Hiyo mechi ingekuwa inachezwa leo Ijumaa tena katika uwanja wa Signal Iduna Park, kwa na uhakika kabisa Dortmund anashinda. Dortmund kwenye sijui yani inatokea coincidentally mechi inayochezwa Ijumaa katika uwanja wake wa nyumbani. Hapotezi mechi. Hiyo shika alafu ifuatilie.
Yaani hiyo kaa nayo alafu ifuatilie mechi ambazo zinachezwa Ijumaa, Signal Iduna Park. Dortmund ni rekodi ambayo wamejiwekea. Kwa hiyo ni siku yake wanasema. Lakini pia kuna El Clasico. Kuna El Clasico, El Clasico ambayo iko na vitu vingi sana. Punches ziko nyingi ambayo punches ziko nyingi kwa kila upande. Huku watu wanatia timu sio na Mbappe. Upande huu nako Lewandowski hayupo. Lakini bado ni timu ambazo zina vikosi vipana, ambazo zina quality kubwa sana. Yani Ferran Torres hayupo, anaweza ukacheza na force nambari hata Dani Olmo na bado akacheza vizuri tu. Marcus Rashford anaweza kusimama katikati akacheza vizuri tu. Bila Mbappe anaweza kusimama hata Dagula watu akacheza. Na Madrid ndio inaangaliwa sana kwa sababu msimu uliopita amepoteza michezo yote. Anakutana naye. Alichezea kila sehemu. Tena kwa kombe la mfalme. Unajua kupoteza kwa idhilali. Yani kwa idhilali, yani wamedhalilika. Alafu Lewandowski anakosekana kwenye huo mchezo ambao kama unakumbuka kwenye mechi ya kwanza waliopoteza kwa mabao 4, yeye alihusika kwenye kufunga. Kwa hiyo hatakuwepo sehemu ya mchezo. Sawa, hiyo ilikuwa ni kwa ajili tu ya kutengeneza mazingira ya kwanza viwanjani kwa siku ya leo, na hakika ambao tumezungumza hapa ni miongoni mwa vile muhimu sana na vikubwa ambavyo vitakwenda kujiri mwishoni mwa juma hili. Lakini tuanze kwa kuangalia story yetu ya kwanza kwenye soka letu, na hii inahusiana na wananchi Young Africans ambao wanatarajia kushuka dimbani kesho nchini Malawi kucheza mchezo wa mkondo wa kwanza dhidi ya Silver Strikers kwa nia kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mechi hiyo itachezwa majira ya saa 10 jioni kwenye dimba la Bingu National Stadium lililopo Lilongwe nchini Malawi, uwanja ambao una uwezo wa kubeba mashabiki 41,100. Nahodha Dickson Job, yeye miongoni mwa wachezaji ambao ni tumaini. Ukizungumzia tumaini la Young Africans katika eneo la ulinzi, uache kumtaja Dickson Job ambaye pamoja na wachezaji wengine wametamba kuhakikisha wanapata ushindi, huku akiwatakia safari njema mashabiki ambao wanatoka Tanzania kwenda nchini Malawi kwa ajili ya kuipa nguvu Young Africans. Kwanza tungependa kuwashukuru wa Tanzania ambao wako hapa Malawi, ambao wameweza kutupokea kuanzia airport mpaka hotelini. Tunawashukuru sana. Lakini sisi kama wachezaji tumeanza leo mazoezi ya kwanza katika nchi ya Malawi, na tumeanza mazoezi mepesi kwa ajili ya kurudisha miili katika hali yake. Kikubwa ni tuna focus katika mchezo ambao unakuja, na tunachoamini utakuwa mchezo mgumu, lakini sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kuweza kujiandaa vizuri na kuweza kufanya vizuri katika mchezo huu. Jambo la kwanza tunawaombea waweze kufika salama katika nchi hii, lakini cha pili tunawaahidi kwenda kupambana kwenye mchezo huo, kwa sababu ukiangalia wametoka umbali mrefu kuja kusupport vijana wao. Basi na sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kuweza kupambana, kuweza kupata matokeo mazuri ambayo yatawafanya wao mashabiki zetu wapate furaha, wapate amani, na hata wanaporudi nyumbani wawe na furaha. Kutoka Lilongwe nchini Malawi, mahala ambapo utachezwa mchezo wa mkondo wa kwanza wa kusaka tiketi ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika kati ya Silver Strikers dhidi ya Young Africans. Mechi ambayo umemsikia nahodha Dickson Job kwanza akiwashukuru mashabiki wa Young Africans na Watanzania wanaoishi nchini Malawi ambao wamewapokea kuanzia airport. Na mkoa ni utaratibu kwa nchi hizi jirani, pindi ambapo timu za kutoka Tanzania zinapokwenda kucheza katika nchi hizi jirani, Watanzania hujitokeza kwa wingi sana bila kujali itikadi za timu zao. Mara nyingi wamekuwa wakienda kwa ajili ya kuzilaki timu hizi na kuonesha kwamba hapa mlipo hampo wenyewe, mpo na ndugu zenu ambao wapo katika ardhi mliofika. Na ukiangalia kwa Andrew ambayo una uwezo wa kutafsiri ujumbe unaotoka kwenye uso wa mtu, maelezo ya uso, facial expression. Dickson Job, ile ni interview ambayo amefanya jana yes, wakati wanafanya mazoezi ya mwisho kuelekea siku ya leo, lakini ulikuwa unaangalia uso wake kwa amekunja ndita kabisa ile. Anazungumza akiwa kamanda na uso wa kazi, na anaonyesha yeye naoza na kuna jambo zito linakuja mbele, na kwamba Wanayanga wanataka timu ishinde, Wanayanga wanataka kuiona timu yao ikienda mbele. Kwa hiyo yeye kama naoza ambaye amepewa jukumu anajua wajibu wa Yanga ni nini. Kwa hiyo imemfanya aongee kwa mamlaka. Unajua unapoongea kwa mamlaka ndio vitu kama hivi unakuwa unaviona kwamba mimi nasisitiza ili jambo kwamba tuna jambo letu hapa kubwa tunakuja kulifanya. Kwa hiyo kwa Jobu ameonyesha, nadhani hiyo ndio hali ilivyokuwa kwenye kambi ya timu. Kila mmoja ana wajibu wake. Nimeona kwenye mitandao ya Malawi kuna waziri wao, serikali kupitia waziri wao
anazungumza kwamba anawataka mashabiki Alfred Angata anawataka mashabiki wajitokeze kwa wingi, kwa sababu anajua Yanga wanakwenda na mabasi 8. Kwa hiyo kama washajua kwamba Yanga wanakuja na mabasi 8 hapa, wanajua kutakuwa na kazi ya mashabiki wa Yanga. Kwa hiyo wao lazima waongezeke uwanjani. Ukipiga tu hesabu ya kwamba tuchukulie labda ni gari la watu 2x2, yani luxury. Watu 60 2x2 ina mashabiki 60 wanakwenda kila basi moja, mashabiki 60. Mashabiki 60 kwa basi 8, kwa basi 8 manake unazungumzia ni kama mashabiki 48 hivi. 48. Sasa mashabiki 48 na huu ni uwanja ambao unaingiza mashabiki 41. Mtihani huu. Yaani manake uwanja umejaa Yanga peke yake. Mashabiki 48. Mashabiki yani kila basi ndio na mashabiki 60 kila basi. 480. Yes. 480. Kwa hiyo na maana 480 ni zaidi ya 10% ya uwanja. Lakini kama wamechukua mabasi makubwa. Maana wakati mwingine kusema basi kama wamechukua Costa kwa ambazo zinachukua watu wachache, watu 30. Kwa hiyo nadhani namba inaweza ikapungua. Lakini hata hivyo unajua kwenye mpira uzuri wake wakati mwingine unaweza kupata mashabiki kutokana na kile unachokionyesha uwanjani. Japokuwa ukienda ugenini sio sana, lakini kwa nchi kama zetu hizi nyingine, kama kuna Watanzania ambao wako pale Malawi wakija kuongezeka, na wale ambao wapinzani wao Bullet wanaweza wakawepo pale kusema na sisi tuonge mkono hawa tuone wanavyoaibika. Hawana upinzani sana na Bullet. Unaona. Kwa hiyo kwenye mbio za ubingwa sasa hivi wanashindana. Umeona kwenye mbio za ubingwa wanashindana. Kwa hiyo sio ule wajadi mkali. Sio wajadi, yes. Kwa hiyo hilo jambo la mashabiki kwenda na Yanga na Romain Folz unamwona amekuwa akibadilisha sana kikosi chake. Jobu amempumzisha mechi kadhaa. Amekuwa akimtumia Baka na Mwamnyeto ndio amecheza mechi nyingi. Jobu amecheza mechi moja ile ya Angola, lakini hapa Dar es Salaam alicheza Baka na Mwamnyeto, na hii nadhani anaweza akaendelea kuwatumia hivyo au Jobu kwa sababu amepata muda wa kupumzika wa kutosha, anaweza akamtumia kwa sababu kwenye timu ya taifa hakuepo. Kwa hiyo nadhani nafasi yake kumtumia kuelekea kwenye mchezo huu. Naona Yanga wana nafasi ya kutengeneza movement zao vizuri, hasa kwenye kutafuta ushindi kwenye mchezo huu wakiwa ugenini. Wana kikosi kizuri, na ukipata matokeo mazuri ugenini na kusaidia unapokuja nyumbani pressure inakuwa ndogo, kwa sababu nyumbani hapa tuna utani wetu wa jadi, tuna vurugu zetu, kuepuka yale sio wamenifanyia hivi, wameniingilia hapa, wameniingilia hapa. Kwa hiyo ukishinda kule ugenini kama ilivyoshinda mechi ile ya Angola goli 3, kwa hiyo ukija nyumbani unakuwa una pressure, unakuja kucheza mpira, unawapa mashabiki wao kile wanachokitaka. Ile pila biliani unaweza kulifanya vizuri zaidi ukiwa na matokeo mazuri mkononi, hasa ukiwa umepata ugenini. Kwa hiyo kwa Yanga hicho ndio kikubwa ambacho wanatakiwa kuja nacho. Na unadhani Sheriff, Yanga njia sahihi ya kuingia mechi ni njia gani? Njia ni kupambana. Yaani kwa maana ya kwenda kulazimisha matokeo ya ushindi. Yaani kwenda kulazimisha kwa sababu kwa hawa Silver Strikers hawajazungumzwa sana, lakini Silver Strikers ni timu ambayo kiukweli inashindana kwa sababu hawa ni mabingwa mara 9 wa kombe la ligi yao, lakini pia ukiangalia mara ambazo wamemaliza nafasi ya pili kwenye ligi ni mara 5 mpaka sasa. Manake ni timu ambayo imekuwa na ushindani kwenye ligi yao. Ni timu ambayo ukiangalia imekuwa kidogo inaleta ushindani wa karibu na Nyasa Big Bullets ambayo kwa muda mrefu hapa kati imekuwa ikionea ligi ya huku Malawi. Kwa hiyo kwangu kwa Silver Strikers, na mechi yao ya mwisho niliangalia ilikuwa dhidi ya Nyasa Big Bullets ambao walifungwa kwa mabao 2-1. Kwa hiyo ni timu ambayo ina ukaribu sana kwa ushindani dhidi ya hawa Nyasa Big Bullets, lakini faida ambayo nafikiri kwa Silver Strikers ambayo wanayo ni kwamba mpaka sasa tunazungumza ni timu ya pili kwa ubora wa ufungaji wa mabao. Imefunga mabao 28 kwenye michezo 18 ambayo wamecheza. Manake unajumlisha goli 10 kwenda mbele. Manake ni timu ambayo cha kwanza inakupa tunasema ile alert ya kwamba ni timu ambayo ina uwezo mkubwa wa kufunga mabao ama kuscore. Manake pia hapo utarejea pia eneo la ushambuliaji ama safu ya ushambuliaji ambavyo imejipanga. Ni timu ambayo inaweza kufunguka, inaweza kupata bao. Mechi yao mwisho dhidi ya Nyasa Big Bullets walifungwa mabao 2, lakini wao wenyewe uliona kwamba walilazimisha wakapata bao moja, walau bao moja kwenye mchezo.
na bao ambalo walifunga hawa Silver Strikers ilikuwa ni bao la kulazimisha, yani mazingira ya kulazimisha, ikapigwa kutokea nje then ikaingia kwenye goli. Kwa hiyo ni advantage ambayo wanayo, lakini ukiangalia hawa Silver Strikers pia huo ushindani ambao tunauzungumza dhidi ya Nyasa Big Bullets, wenyewe Big Bullets ni timu ambayo ndio inashika nafasi ya kwanza, yani kwa ufungaji wa mabao, kwa kuscore mabao. Mabao 43 mpaka sasa wamefunga. Lakini pia kuna timu ya Mighty Wonders ambayo inashika nafasi ya pili, ambao ndio wanaleta upinzani wa karibu kati ya hizi timu tatu. Lakini pia tunazungumza timu ambayo hawa Silver Strikers ni timu ambayo inashika nafasi ya tatu kwa kushinda mechi nyingi ndani ya ligi yao. Mpaka sasa wameshinda michezo 10 ambayo wamefanikiwa kutoka na matokeo. Lakini mbali ya hapo ni michezo ambayo wamepoteza mpaka sasa ni idadi ya michezo miwili. Michezo 6 wakidraw. Kwa hiyo inatali pale ama inaweka usawa michezo 18 ambao wamecheza mpaka sasa. Kwa hiyo kwangu nikiangalia Silver Strikers kwa namna ambavyo wameweza kujipanga, na ukiangalia hata waziri mkuu wa nchi ya Malawi ameweka wazi kwamba wanawapa support Silver Strikers na amewataka baadhi ya mashabiki kutoka kwenda kuwasupport. Hii inatoa ishara ya kwamba hata kwao huu mchezo hauchukulii kwa masiara. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatoa ishara ya kwamba kwa Yanga wanatakiwa huu mchezo uchukulie serious, na hakuna njia ya kuchukua serious kama sio kupambana uwanjani. Lazima utumie qualities ambazo unazo, utumie wachezaji ambao unao, na wachezaji wa Young Africans kiukweli ukiangalia kwa qualities wanazo. Nafikiri mechi ya Pamba tuliiona hapa, walitoka ushindi wa mabao 3 kwa 0. Ukiangalia eneo ambalo lilitumika kuzalisha mabao ni eneo la midfield ambao walifunga mabao 2 kwenye ule mchezo. Hapo utamzungumza Lassine Kouma ambaye alihusika kwenye kufunga dhidi ya Pamba, lakini pia utamzungumza Mudathir Yahya ambaye alifunga kwa bao kutumia mpira wa kichwa baada ya Pacome Zouzoua kuweka mpira wa uchonganishi ndani ya box na kufanikiwa kufunga. Kwa hiyo naona kwamba Yanga iko vizuri sana kwenye eneo la midfield ambalo naamini kwenye upinzani dhidi ya Silver Strikers, naona Silver Strikers kwa namna ambavyo ikicheza, kwa namna ambavyo inacheza dhidi ya Yanga, kutakuwa kuna ushindani mkubwa eneo la katikati, ambapo naamini kwa qualities ambazo wanazo Young Africans wanaweza wakasaidia timu yao kupata matokeo chanya kwenye mchezo. Eneo la ushambuliaji Edmund John, Andy Boyeli, Clement Mzize, Festin Yaku. Sasa ni kwa uwezi kumweka Pase kwenye eneo la ushambuliaji kwangu mimi, na style of play yake pia inakupa vitu vingi zaidi ikiwa anatokea pengine pembeni yes, au nyuma ya mshambuliaji. Lakini tunazungumzia mtu ambaye anayesimama pale mbele kama top striker. Prince Dube. Yes, Mpumelelo. Kwenye mechi kama hii na aina ya approach ambayo Young Africans na Romain Folz wanataka kuingia nayo, nani mtu sahihi katika eneo la ushambuliaji? Nadhani kocha ataanza, nimemwangalia mechi nyingi ameanza na Dube. Kimtumia zaidi Dube kwa sababu Dube pamoja kwamba bado hajafunga magoli mengi, lakini anaonyesha ana uwezo mkubwa kutengeneza nafasi kwa wenzake. Kwa hiyo wakati mwingine unamhitaji mshambuliaji ambaye kama hatakufunga basi akutengenezee nafasi. Mzize alikuwa na nafasi kama bado naona amefunga goti. Hata kwenye picha hapa mazoezi namuona bado amefunga goti. Sasa sijajua madaktari wanasema yuko fit kiasi gani aweze kuanza kumtumia, lakini kama bado na maana Mzize atakaa nje. Andy Boyeli anaweza kawa mbadala wa Dube kwa sababu Dube naye ametoka kwenye timu ya taifa. Andy Boyeli alikuwa kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo nadhani nafasi ya Dube kuonyesha kile ambacho anacho. Kingine naangalia kwenye midfield, namuona Andambwile kwenye mechi mbili za kimataifa zilizopita alifunga magoli akionyesha anaweza kusogea mbele akapiga mashuti na magoli yake yamekuwa muhimu sana. Kwa hiyo kama atakuwa na muendelezo ule, ana kitu kingine cha kuofa kwenye Yanga kwa sababu aina ya uchezaji, timu inakwenda inasogea, na wewe kama mchezaji midfield unaweza kupiga mashuti, unaweza kufunga magoli ya eneo ya mbali. Kwa hiyo kama ataendelea kumtumia, kwa sababu ni mmoja wa mchezaji ambaye amemtumia kwenye mechi zake nyingi, kama ataendelea kumwamini kumtumia kwenye mechi hii, basi namuona vile akiendelea kushine. Nani Dumbia naye kwenye nafasi pale kutengeneza, ni mchezaji mzuri, anaweza kukana mpira mguuni, ana kipaji, anajua, ana jicho zuri la kuona. Kazi yake kutengeneza nafasi za kutosha kuwafanya Pacome, Andre Boye au Prince Dube waweze kutanua wanavyotaka wao, akisaidiwa na Max. Sijamuona sana akimtumia Mudathir, kocha huyu mechi nyingi hajamtumia sana Mudathir,
lakini naye ni mchezaji muhimu kwenye timu kama atampa nafasi. Amemtumia kwenye mechi ya ligi tu ya dhidi ya Pamba. Kwa hiyo kama atapewa nafasi Mudasiri kwa kipaji chake, bado ana kitu cha kuofa kwenye Yanga kwa sasa. Ana uwezo mkubwa wa kutumia nafasi, ana uwezo mzuri wa kukaba, kusaidiana na safu ya kiungo ya chini, vile kuanzisha move, na amekuwa mara nyingi sana anasogea kwenye box na anafunga sana magoli pale akiwa kwenye box kwa sababu na uwezo wake wa kukimbia sana. Kwa hiyo ina nafasi kubwa Yanga kutengeneza nafasi za kushinda, kwa sababu akienda kucheza, sifa kubwa ya kujilinda kwanza ni kukaa wewe na mpira. Kukaa na mpira na kushambulia ili ujilinde vizuri, kwa sababu ukikaa tu nyuma peke yako ukipaki, basi ina maana unaweza kujisababishia matatizo. Kwa hiyo kwanza tukapishane. Tunapishana lakini kwa mpango. Hatuwezi kupishana bila ya mpango kwamba tuende tu kiolela. Tunapishana kwa mpango maalum, kwa sisi hao tunawajua. Naweza kwa sababu ni mara ya kwanza tunakutana nao, wapate muda wa kuwasoma dakika 5-10 za mwanzo, lakini baadaye timu inafunguka kidogo kidogo, na wewe ukimiliki mpira inamfanya mpinzani wako aanze kuhangaika kuutafuta. Akihangaika kuutafuta, ina maana wao wanachoka zaidi. Unajua kwenye mpira, kwenye kutafuta mpira wanakufanya wewe uchoke kuliko ambaye anamiliki mpira akiwa anacheza. Kwa hiyo Yanga wakiendelea kumiliki mpira, wakicheza vizuri, wana nafasi kubwa ya kutawala mchezo na kupata kile wanachokitaka. Kwa sababu wakimiliki mpira, watawafanya Silver Striker wawe na hofu kuhusu ubora wao. Na ukiona Pacome anaweza kuchekecha kutokea katikati, kutokea pembeni. Ukiweka Dudu Washa unamuita, kama atakuwa kwenye akionyesha kile kiwango chake alichokuwa nacho pembeni, wakitumia mbio zake kupitisha mipira, hamna shaka kama Yanga anaweza kufanya vizuri kwenye mchezo. Na amemtaja Dudu Washa, Celestine Ekua. Ukiangalia kwa Silver Strikers, kwa namna ambavyo inacheza, nimeangalia zaidi kwenye madhaifu ambayo wanayo. Ni timu ambayo kiukweli inasumbuliwa sana na watu ambao wana uwezo mkubwa wa kukaa na mpira mguuni. Kama Celestine Ekua akiamka vizuri siku ya mechi, akawa na mudi nzuri ya kucheza mpira, naamini pia uwezekano mkubwa, ana uwezo mkubwa wa kuwasumbua, kwa sababu ni mchezaji ambaye naamini fitness level yake ni kubwa, lakini pia uwezo wa kukaa na mpira mguuni pia ana uwezo huo kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa Silver Strikers ni timu ambayo inasumbuliwa sana na wachezaji ambao kaliba yao ni wana uwezo wa kukimbia maeneo ya pembeni, kukimbia maeneo ya mbele, lakini pia wachezaji ambao wenye uwezo mkubwa wa kuwa na ile quality first touch, yani touch yako ya kwanza iwe na ubora. Wanasumbuliwa sana na wachezaji wenye uwezo wa daraja la juu. Kwa hiyo kwangu kwa Celestine Ekua naona kwamba ana hiyo nafasi ya kucheza kuelekea kwenye mchezo. Lakini pia umezungumza kuhusu swala la forward ama mshambuliaji ambaye anaweza akawa bora kwenye matumizi ya huu mchezo. Nafikiri kwa washambuliaji wa Yanga jinsi walivyo, kwa asili yao jinsi walivyo, wote wana tofauti zao. Yaani kila mchezaji ana ubora wake. Andy Boeli ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kulink timu. Tulimuona kwenye bao ambalo alifunga Pacome Zouzoua kwenye mechi hapa nyuma. Yeye ndo alilink yeye pamoja na Pacome Zouzoua. Kwa hiyo Boeli, moja ya kitu ambacho anacho ni hiyo kutengeneza link ama kutengeneza ule muunganiko kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini pia kwa Clement Mzize, yeye ana uwezo, naweza nikasema kwamba ni far better kuliko Andy Boeli. Yani ni mzuri zaidi kuliko Andy Boeli, kwa sababu Mzize ana uwezo wa kufanya link up play, kuunganisha timu icheze, lakini pia ameenda mbali zaidi ni kwamba ana uwezo pia wa kutokea kwenye maeneo ya pembeni. Ana uwezo wa kukimbia kutoka eneo la winga namba 7, ana uwezo wa kukimbia kutokea namba 11. Kote ana fit. Kwa hiyo kwa Mzize, kama ukiwa nayo kwenye mechi kama hii, anakupa option zaidi, anakupa machaguo zaidi, kwa sababu kuna wakati mechi inapobana, striker hahitaji kusimama tu eneo la juu, maana anahitaji pia kufunguka kwenye maeneo ya pembeni, ambapo naamini kwa uwepo wa mabeki wa pembeni kama Boka, Shabalala, wataweza kumsaidia kufanya hizo build up za kuelekea eneo la juu na kutafuta nafasi. Na uzuri ni kwamba Yanga wana viungo wazuri sana. Yaani gaming intelligence yao, ule uelewa wa mchezo ni mkubwa. Yaani wana ule uelewa kwamba kuelewa kama timu inacheza low block, wanakabia chini, sisi tuna ulazima wa kuongezeka kuelekea eneo la juu kwenda kuforce mashambulizi. Na ndio maana kwenye baadhi ya mechi ambazo wanakuwa wanacheza,
huoni mastrika wakifunga, huoni mawinga wakifunga, lakini wanaokuwa wanahusika kwenye matokeo ya kufunga ni hawa kina Azizi Ndambwile, Mudathir Yahya. Ni kwa sababu tactical awareness yao ama uelewa wa mbinu za mchezo, uelewa wa mchezo wenyewe husika kama gaming intelligence ni mkubwa, na ndio maana tunakuwa tunaona kwenye score sheet kuna wakati. Huu ni mchezo wa Young Africans ambao watakuwa ugenini dhidi ya Silver Strikers katika kusaka hatua makundi, mchezo ambao utachezwa kesho pale katika dimba la Bingu National Stadium Lilongwe nchini Malawi. Ni uwanja ambao umekuwa na historia nzuri kwa wa Tanzania. Na nikumbushe tu kwamba Young Africans sio mara ya kwanza kucheza katika uwanja ule. Kwa miaka hivi karibuni tu, japo mechi waliocheza ilikuwa ni mechi ya mwaliko, walialikwa kwenye sherehe za uhuru wa Malawi, sherehe ambazo pia moja kati ya waliko walikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na wakaomba kwamba kutokana na hilo basi ingependeza kuona kwamba timu ya Tanzania inacheza dhidi ya timu ya Malawi, na wakacheza pale na Big Bullets. Young Africans wakatoka sare katika ile mechi, na ni mechi pia ambayo pia ilikuwa mubashara kupitia Azam TV, na hivyo si mara ya kwanza Young Africans kufika kwenye dimba la Bingu wala kufika kwenye mji wa Lilongwe na nchi ya Malawi kwa ujumla, hivyo hawana ugeni kihivyo. Mimi ni Alwatan Ramadhan Ngoda, hii ni Viwanjani, na tunaendelea kuangalia taarifa ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo, na tunakwenda kwenye taarifa inahusu wekundu Msimbazi Simba, wakati Mnyama Sports Club akijiandaa kuivaa Nsingizini Hotspurs kwenye mchezo wa kufuzu hatua ya makundi, mchezo utakaochezwa Eswatini siku ya Jumapili Oktoba 19 saa 10 jioni. Kuelekea mchezo huo, Simba Sports Club itawakosa wachezaji wake muhimu ambao ni golikipa Musa Kamara na kiungo Alassane Kante ambao wanasumbuliwa na majeraha. Wachezaji wengine watakaoikosa mechi hiyo ni Abdulrazak Hamza, Semfuko Charles, Vedastus Masinde na Mohamed Bajaber. Hao ni wachezaji ambao watakosekana kwenye kikosi cha Simba, kama ambavyo wanasema meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, safari yetu imeanza vema na imefika vema, japo bado hatujafika kituo cha mwisho kwa maana ya hoteli, lakini kitendo cha kufika hapa Eswatini salama ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Safari yetu ilianzia Dar es Salaam, tukapitia Johannesburg, tukakaa pale takriban masaa 4 kusubiri kuunganisha ndege, na hatimaye ya muda ukafika, tukachukua ndege kutoka Johannesburg mpaka hapa Eswatini, na sasa tumewasili salama Eswatini. Vijana wanakwenda kupumzika. Tutaianza rasmi safari yetu ya mazoezi ya maandalizi kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 19 Jumapili dhidi ya Nsingizini. Matarajio yawe kama yale yalivyokuwa safari ya mwisho mlikokuja hapa. Malengo ni kupata ushindi, japo tunafahamu haitakuwa rahisi. Mbabane ni Mbabane na Nsingizini ni Nsingizini, lakini Simba ile huwezi kulinganisha na Simba hii kwenye upande wa kila kitu. Kila kitu kimebadilika. Nadhani ni Kapombe na Mozambique Yasini pekee ndio ambao walikuwepo kwenye Simba ile ambayo ilifunga Mbabane hapa. The rest ni watu wapya, kocha mpya, kila kitu ni kipya. Manake ni kwamba tunategemea kuona Simba mpya ikicheza dhidi ya Nsingizini. Maandalizi yetu ni mazuri kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika mchezo huu na tunakwenda hatua ya makundi. Mechi hii imeshikilia ustawi wa Simba kuelekea hatua ya makundi. Kwa hiyo mpango ni kwenye mechi mbili hapa Eswatini na mechi marudiano Benjamin Mkapa, tujumlishe kwa pamoja matokeo yake Mnyama aende hatua ya makundi. Haitakuwa rahisi, lakini sisi tumejidhatiti kupata matokeo mazuri kwenye mechi zote mbili, twende makundi. Alassane Kante kwenye orodha yenu hajaonekana kwenye kikosi. Sababu ni nini hasa kuwepo kwenye mchezo muhimu kama huu, na yeye ni mmoja kati ya wachezaji wanaotegemewa? Alassane Kante jana tukiwa mazoezini pale Mo Simba Arena Bunju, alikuwa akisikia maumivu mguuni, na madaktari wakathibitisha hivyo, ana maumivu kidogo kwenye mguu wake, na mwalimu akashauri kama ana maumivu basi ni bora akabaki akapata matibabu akapona kabisa, ili aje amtumie kwa 100% katika mchezo wa marudiano wa tarehe 26. Ndio maana amebaki yeye pamoja na wachezaji wengine takriban 6 ambao katika hao wapo ambao wamebaki kwa sababu za majeraha, ikiwemo Bajaber, ikiwemo mlinda mlango wetu Musa Pinpin Kamara pamoja na Abdulrazak Hamza, lakini wengine waliobakia wote ni kwa sababu za kiufundi. Yes,
hivyo ndivyo ilivyokuwa maelezo ya Ahmed Ally akizungumza kuhusiana na jinsi walivyofika, lakini pia wachezaji ambao watakosekana na sababu za kukosekana kwao, ikiwemo Musa Kamara pamoja na Alassane Kante, au kama ukitaka kumuita Kifaransa Alassane Conte. Hivyo ni Kifaransa Conte? Faransa. Si tushazoea Conte ya Kitaliano ile sio. Kidogo inakuwa O, kwa inakuwa Alassane Conte. Kwa hiyo ni taarifa ya Ahmed Ally, lakini nikwambie tu kwamba ilivyo bahati mwenzetu Mohamed yeye ameambatana na kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea nchini Eswatini katika mchezo huo wa kusaka tiketi ya kucheza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspurs, naye hakusita kutuandalia taarifa ifuatayo. Kikosi cha Simba kimewasili salama katika mji wa Manzini hapa Eswatini, tayari kabisa kwa maandalizi ya kuelekea mchezo wake wa mzunguko wa pili wa hatua ya awali wa ligi ya mabingwa, mchezo ambao watacheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs ambayo inapatikana katika nchi hii, mchezo ambao unatarajiwa kuwa mgumu na mzuri kwa pande zote mbili, na Simba ili kuweza kujiweka katika nafasi nzuri anatakiwa aweze kupata ushindi ili iwe rahisi kwenda kumalizia kazi pale Dar es Salaam. Wachezaji wote waliosafiri na kikosi cha timu umewasili wakiwa salama kabisa baada ya safari ndefu ambayo ilianza saa 4 asubuhi hii leo, lakini mpaka saa 2 usiku kwa saa za hapa wachezaji wote wameweza kufika wakiwa salama, pamoja na timu nzima ile ambayo iliongozana, wakiwepo viongozi na watu mbalimbali walioongozana na kikosi hiki kuja hapa Manzini. Mimi ni Mohamed kwa niaba ya wote ambao tunakuletea matangazo haya, tukuarifu tu kuwa mchezo huu utakuwa live kwenye channel ya Azam Sports 1 na maandalizi yote yanaelekea vizuri, production team iko vizuri na kila kitu kitakuwa vizuri kukuletea hapo nyumbani ili usikose kile ambacho kinahitajika, na huu ndio mwanzo wa msimu mpya wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Asante Mohamed kutoka Manzini hapo Eswatini kwa King Mswati. Licha ya kukosekana kwa baadhi ya wachezaji, lakini upana wa kikosi cha Simba na quality waliokuwa nayo ni kama vile sawa. Absence ya mtu kama Kamara inaweza ikaonekana kutokana na kile ambacho amekifanya tangu ingie Simba, lakini kwenye eneo la kiungo ambapo anakosekana Alassane Kante bado inaonekana hakuna shaka na hakuonekani kuwa kuna shida kwa kukosekana kwake. Ni kabisa. Yaani amecheza mechi ndio, lakini bado Simba ina watu wengi pale katikati. Yaani wengi sana ambao wana uwezo wa kuofa kile ambacho yeye anakifanya. Unasema Neo Maema, Kagoma, unaona yaani nani Abraham, Morris Abraham, unaona. Kwa hiyo Zamiru anaweza kucheza. Kwa hiyo kwa Simba katikati sio tatizo. Yaani wana watu wa kutosha ambao wanaweza kufanya kile ambacho kocha akitaka kuwatumia kwa mbinu yoyote na kwa mfumo wote ambao anataka kuwatumia wale viungo pale katikati. Kwa ile orodha alokuwa nayo aloenda nayo ni orodha ambayo inatosha, inajitosheleza kabisa kuwapa kile wanachotaka. Labda pengo mimi naliona kwa Kamara kwa sababu ndio kipa namba 1 na anapokosekana anakwenda kudaka Yakubu. Sawa. Kwa hiyo Yakubu anaenda kudaka kwa mara ya kwanza akiwa na kikosi cha Simba mechi yake kimataifa. Kiacha ile aliyoingia hapa mechi hapa Dar es Salaam aliingia dakika za mwishoni zile. Kwa hiyo ana jambo la kufanya. Kwa hiyo kama yeye ametoka kwenye timu ndogo sasa anakwenda kwenye timu kubwa, ndio ana uzoefu wa kucheza mechi za timu ya taifa, lakini tofauti na kucheza kwenye klabu kama Simba, klabu ambayo wakati mwingine kosa binafsi linachukuliwa kama umefanya hujuma wewe. Kwa hiyo watu wanaweza kukuita mara 3 mara 4 afu ikawa ndo mwisho wa maisha yako. Kwa hiyo wakati mwingine unamuona kwamba kubwa na ana mtihani mkubwa mbele yake, kwamba anatakiwa kudhibitisha kitu kikubwa kwamba nakwenda kudaka Simba na hii ni jukumu langu la kwanza, natakiwa niwaonyeshe Simba kwa dakika zote 90 ambazo tutadaka hakutokuwa na makosa yale madogo madogo, na aonyeshe mchango wake kwenye kusaidia timu kwenye kujilinda na kutengeneza nafasi, kitu ambacho sina wasiwasi naye sana kama atatulia na kuonyesha kile ambacho alionyesha kwenye misimu miwili iliyopita akiwa na JKT Tanzania. Kwa hiyo ni kipa mzuri ambaye ameonyesha kiwango kikubwa wakati akitoka JKT. Kwa hiyo anatakiwa iko akiendeleze akiwa Simba, aache pressure za nje, aache kusoma mitandao sana inamsema sana hasa kutokana na cha juzi, aache yote, afocus kwenye mchezo. Nadhani ana jambo la kufanya na kuambia Simba uamuzi wenu ulikuwa sahihi. Pembeni na waona Mligo, Kapombe wanaendelea kama kawaida kupandisha mashambulizi kutokea pembeni. Mbele inawezekana akaanza iko vizuri, akianza Mkwala yuko vizuri,
akianza mwalimu vile vile. Kwa hiyo yani pale mbele hakuna tatizo. Yote atakayepewa jukumu la kwanza ni kazi tu wakina Awa kutengeneza nafasi, wakina Neo Maema kutengeneza nafasi, kuhakikisha mshambuliaji, wakina Elie Mpanzu kutengeneza nafasi, Kibu Denis kama ataanza watengeneze nafasi wafunge na wao wenyewe vile vile wafunge. Na mabeki tumeona Karabwa anafunga, Derek anafunga. Kwa hiyo hakuna tatizo kuhusu kufunga kwa Simba. Mabeki wanaweza kufunga, wanaweza kutumia mipira ya kona, na mechi zao zote zilizopita magoli yao mengi yalifunga kwa mipira ya kona. Kwa hiyo wana nafasi ya kuendeleza hilo. Japokuwa wapinzani wao nao wako vizuri. Nimeona rais wa klabu anaitwa Derek Shiba anasema kwamba hii mechi ndio itakayoamua ya Jumapili. Anasema wao wote wafanye mechi yao ya kuamua safari yao ya kwenda group stage itaamuliwa Jumapili nyumbani, kwa sababu anajua mechi ya Dar es Salaam lolote litatokea na urahisi na ugumu wa mechi ya Dar es Salaam utaamuliwa pale. Kwa hiyo wamejipanga, na ukiangalia walicheza mechi ya kirafiki dhidi ya Black Bull ya Msumbiji wakashinda 2-1. Unaona wakiwa mshambuliaji wa Yanda na Kumalo alifunga kiungo wao. Kwa hiyo wanakwenda kwenye mechi wakiwa tayari wameonja ushindi kwenye mechi ya kirafiki dhidi ya timu ya Msumbiji. Ya Msumbiji ni karibu na sisi, kwa hiyo wamepata test kidogo ya kuona hali itakuwaje. Kwa hiyo hicho kinawafanya wanakwenda kwenye mchezo huu na wenyewe wakiamini kwamba wanataka kushinda, na wana kikosi kizuri, wana watu wengi ambao wanaweza kufanya jambo. Kwa hiyo hilo Simba lazima wajitahadhari nalo kwamba hao watu wamedhamiria. Na nimeona kwenye mitandao yao wanaonyesha kwamba safari hii kuna kampuni imeingia kuwekeza kwenye ligi yao. Wanatoa kama dola milioni kama 2 hivi, kwa hiyo wanaingiza kwenye klabu zitakuwa zinapewa. Kwa hiyo nadhani na wenyewe wanaona kwamba mpira huu, mechi kama hizi ndio zinaamua hatima ya soka lenu. Kama wakishinda wakafanikiwa kwenda group stage, ina maana soka la Eswatini litainuka sana. Umeona? Kwa hiyo wao wanajua kwamba tukishinda mechi hizi zinatupa hatua kubwa zaidi mbele. Kwa hiyo kwao ni jambo kubwa, na Simba wana umuhimu wa kuhakikisha kwamba wanapata ushindi kwenye mchezo huu, kwa sababu kuongezea eti kwa kuongezea. Kwa kuongezea. Wacha mambo yao. Kusaidia. Amna. Kinga Mkono amezungumza vizuri. Unajua Msingizini nilikuwa naangalia miongoni mwa vitu ambavyo vinawafanya wawe bora. Sasa hivi kama huu dhamini ambao wameupata mpya ni mwendelezo wa kile ambacho wanafaidika nacho, kwa sababu moja ya kitu ambacho Msingizini imepitia ni mabadiliko ya kocha. Sasa hivi wana kocha anaitwa David Mandla Kogi. Huyu ni kocha ambaye alijiunga ndani ya mwezi wa 5, lakini akitokea, yani uzoefu ambao wanao huyu Kogi ama Mandla, ni kocha ambaye alishawahi kuwa kocha msaidizi kwenye timu ya Sekokune United, lakini pia aliwahi kuwepo kwenye timu ya Orlando Pirates akiwa kama kocha ambaye alikuwa wa kukuza vipaji kwenye timu za vijana. Ni kocha ambaye tangu ameingia Msingizini ameleta baadhi ya mabadiliko, kwa sababu hawa Msingizini mpaka sasa yani ndani ya range ama muda wa miezi 5, yani tunazungumza mwezi wa 5 mpaka wa sasa wa 10, tayari wameshapata kikombe chao kimoja ambapo kinaitwa Fair Trade Cup. Hii ameipata ndani ya mwezi wa 9. Sasa unaweza ukaangalia ama ukajaribu kupima range ya miezi 5 ama muda wa miezi 5, kocha tu mabadiliko ambayo analeta ndani ya kikosi, anaandika rekodi kwa kupata kombe lake la kwanza. Ni kikombe chake cha kwanza ndani ya Msingizini, lakini ni kocha ambaye experience yake ni ya kutosha, kwa sababu ana CAF LSNA, lakini pia ana UEFA C. Kwa hiyo ni kocha ambaye ana uzoefu, na wasiwasi wangu mkubwa ni kwamba role ama kazi anayoifanya huyu kocha ndani ya Msingizini pengine ndio inaweza ikaleta shida kwa Simba, kwa sababu pia moja ya kitu ambacho ama silaha yake kubwa ambayo anatumia ni mfumo wa 4-3-3. Mfumo wa 4-3-3 hata siku moja hujawahi kuwa mfumo wa kwenda kukaba uwanjani. Ni mfumo ambao unakwenda kushambulia. Kwa hiyo pengine nafikiri Simba hii ni alert ama ishara ya wao kuanza kujipanga kwenda kupambana kwenye huu mchezo. Bila shaka watakuwa wameifanyia kazi pia hiyo watu wa benchi la ufundi, hasa wale watu ambao wachambuzi wa mpinzani, wachambuzi wa picha za video, watakuwa wamekwenda kufanya uchambuzi wao na kuwajua Msingizini wapi ulipo bora wao na wapi ulipo dhaifu wao pia. Twende kwa Azam FC ambapo wachezaji wa klabu hiyo Idi Nado na Himidi Mao Mkami wameeleza namna gani ambavyo wanajiandaa kuivaa KMKM kwenye mechi yao ya kombe la shirikisho barani Afrika
itakayochezwa kesho katika uwanja wa New Amaan Complex majira ya saa 10:15 jioni. Nyota hao wameeleza kuwa KM ni timu bora kama wachezaji wao wamejiandaa vizuri ili kuandika historia mpya, huku wakiamini wanaweza na watapambana ili kuhakikisha wanatinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu. Azam FC wana kiu ya muda mrefu ya kutinga hatua hiyo ya makundi, na ikumbukwe kuwa misimu yote walioshiriki kwenye mashindano ya kimataifa waliishia hatua za awali. Maandalizi yako vizuri ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Tumejiandaa vizuri kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huu. Maandalizi yako safi kwenye mazoezi, mwalimu kila siku, wachezaji wenyewe tukihimizana. Ndio mechi muhimu sana kwetu sisi na kwa klabu yetu ya Azam FC kuweka historia ya kwenda group stage. Wanatupa njia, sisi tunaenda kufanyia kazi. Kwa hiyo tayari sasa hivi bado siku moja ili aweze kumaliza kazi yake, atuachie sisi tuende tukayatimize yale alotutuma. Ugumu upo kwa sababu kwetu sisi KM, kwa kuangalia picha nyingine unaweza kuona labda KM ni timu ndogo, labda sisi tunaweza tukawabeza KM, lakini washai kutufunga. Kwa mwalimu leo ameweza kutuambia tuende tukacheze kwa quality yetu na kwa uhitaji wa mechi. Kwa mimi siamini kama kuna mtu ataanza kumbeza KM. Ni timu nzuri, ina walimu wazuri, ina wachezaji wazuri pia. Kwa sisi tunaenda kucheza kama tunacheza na mkubwa mwenzetu. Yaani kama vile mechi tunandocheza na mtu ambaye ametuzidi. Yaani level itakuwa ile ile na expect itakuwa iko pale pale. Kitu ambacho na uhakika nacho 100% ni timu bora, kwa sababu hamna timu yote ambayo iko hapa ilipo imefika kwa bahati, na maana waliqualify, walishinda mechi yao iliyopita ndio wamefika hapa. Na pia nafikiri ni timu ya taasisi, kwa hiyo inazidi kufanya mechi itakuwa ngumu na nzuri pia. Sisi tupo hapa kwa sababu tumequalify pia, na wapinzani wetu wapo hapa kwa sababu pia nao wamequalify. Kwa hiyo twende tukacheze kama tunacheza na wakubwa wenzetu. Kwa hiyo jaishi tunacheza na nani? Yeyote atakuja mbele kwenye hatua yoyote tunamchukulia kwa uzito wa hatua ambayo tuko nayo. Hao ni Azam FC na dhamira yao ni ile ile kuhakikisha kwamba wanaweka historia ya kuingia katika hatua ya makundi ya michuano ya CAF, na wameangukia kwenye kombe la shirikisho, hivyo wanapambana kuhakikisha kwamba wanatinga kwenye hatua ya makundi ya michuano hiyo. Tuondoke kwa Azam FC twende kwa Singida Black Stars ambao mabingwa wa Sekafa wa Kagame Cup. Singida Black Stars watakuwa na kazi ngumu ugenini nchini Burundi watakapokipiga dhidi ya Flambeau du Centre ya nchini humo kwenye mechi ya kufuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika. Kocha mkuu wa timu hiyo Miguel Gamondi amesema jukumu lao ni kuhakikisha wanafanya vizuri na kupeperusha vizuri bendera ya Tanzania kimataifa. Miguel Gamondi wote tunajua ni kocha wa namna gani, daraja kubwa, staili yake ya kucheza, klasi yake ni ya namna gani. Amekwenda kukutana na timu ambayo ina quality kubwa kwa maana ya uwanjani kwenye pitch, na ilivyo bahati kwao hatua moja imesalia kwenda kuingia katika hatua makundi, hatua ambayo ameshaicheza na ameshafanya vizuri pia akiwa na Young Africans. Gamondi ni kocha mzuri sana, kocha ambaye daraja lake ni kubwa mno, kwa sababu tunazungumza Singida Black Stars ambao mpaka sasa wana kikombe cha Sekafa Kagame Cup tayari amesha kiweka ndani ya Singida Black Stars. Kwa hiyo hao ni maendeleo ambayo anakuwa anayafanya ndani ya Singida, lakini tunamwangalia sana Gamondi kwenye namna ambavyo ubora wake umekuepo kwenye aina ya mchezo ambao anacheza. Gamondi ni kocha ambaye kwenye hizi mechi amekuwa anafunguka sana kwenye mechi zake. Yuko wazi, yani kwenye mechi unaona kabisa mbinu ya Gamondi ni kufunguka pamoja na kutafuta nafasi za kufunga. Amefanya hivyo kwenye mechi dhidi ya Mashujaa, mechi dhidi ya KMC ambayo ilichezwa hapa uwanja wa KMC. KMC ilikuwa ni mechi yao ya pili ambao wanaruhusu bao, yani walikuwa ndo mara ya kwanza wanaruhusu bao kwenye mechi ya pili ya ligi. Kwa hiyo Singida ni timu ambayo kiukweli inafanya majukumu yake ambayo imekuwa ule mpango kazi ambao anautuma huyu Miguel Gamondi. Ni ubora ambao unaonekana sana kwenye mechi ambazo wanakuwa wanazicheza. Ukiangalia kwenye mechi dhidi ya Mashujaa, goli ambalo la kwanza, yani goli moja ambalo lilifungwa
ulikuwa ni muunganiko kati ya Chama pamoja na huyu Elvis Rupia. Kwa hiyo huo muunganiko pia tuliuona kwenye mechi dhidi ya KMC, ambapo nakumbuka Trabitra alifunga bao, lakini bao ambalo lilifungwa lilikuwa linatokea kwenye eneo la kona pia. Kwa hiyo ni timu ambayo ukiangalia kiufundi imejengeka sana kwenye mazingira ya kutumia set play ama set pieces zile ambazo wamekuwa wakizitumia kwa ufanisi mkubwa. Pia tuliona set piece ikifungwa kwenye mechi dhidi ya Rayon Sports. Goli la kwanza wakati wanachomoa, Trabitra golikipa wa Rayon Sports anadaka, anauachia mpira. Trabitra uwezo wake mkubwa wa kuotea ndani ya boksi, wa kukaa kwenye nafasi, ukamwezesha kwenda kuibia pamoja akawapa goli Singida Black Stars. Kwa hiyo ni timu ambayo kiukweli ukiangalia mwenendo wao wa mechi ambazo wamekuwa wakicheza, wamekuwa na muendelezo mzuri, na uzuri ni kwamba hawaishi tu kwenye kucheza vizuri. Pia wanacheza ile objective football, yani kwamba tucheze lakini tuhakikishe kwamba tunatoka na matokeo, kwa sababu kwenye michezo yote ambayo ukiangalia mpaka sasa wamecheza, hakuna mchezo ambao wameangusha alama kwenye hii ligi kuu, ambapo wamecheza dhidi ya KMC wamechukua alama 1, wamecheza dhidi ya Mashujaa wamechukua alama 3, michezo miwili wamechukua alama 6. Kwa hiyo nafikiri ni muendelezo mzuri. Wanaenda kucheza dhidi ya Flambeau kiukweli ni timu ambayo ina ushindani mkubwa. Ukiangalia kwenye misimu 5, yani kuanzia 2020 mpaka hapa tulipo 25, hawajawahi kukaa kwenye nafasi ya 6. Ni timu ambayo inashindana kwenye hizi top flight, kukaa namba 4, namba 3, na mwaka 2021 walichukua ubingwa, walishinda ubingwa. Kwa hiyo ni timu ambayo kiuhalisia ina ushindani mkubwa ndani ya nchi yao, lakini wanakutana na Singida ambayo naamini kwa qualities ama ubora wa wachezaji ambao wako nao, Chama ana experience kubwa sana. Hawa kina Trabi wachezaji ambao wanashindana, yaani wako kwenye ile daraja la ushindani. Elvis Rupia same ni hivyo hivyo, tulimuona wakati yuko Kenya aliweza kuchukua top scorer mabao 26. Kwa hiyo ni kikosi ambacho kiukweli kimekusanya wachezaji ambao kwangu mimi naamini kwa performance ambao wamekuwa akiendelea kuitoa, naamini kuna uwezekano mkubwa dhidi ya Flambeau wakaweza kupenya. Moja kati ya timu ambazo zina makocha wengi, haimaanishi kwamba wote ni makocha wanaifundisha timu, lakini kuna makocha wengi ni Singida Black Stars. Technical director Ramadhani Swanzurimo professionally ni kocha. Musa Ndou ambaye ni kocha msaidizi ni kocha mzuri. Miguel Gamondi ambaye ni head coach. Lakini pia wana David Ouma ni kocha. Benchi moja hilo. Amis Tambwe ni manager wa timu, lakini naye pia ni kocha mzuri, ana experience kubwa ya uchezaji. Hii inawasaidiaje Singida Black Stars, au inaweza kuwa na athari gani kwa Singida Black Stars kimbinu, kiufundi, na namna gani ya kuziendea mechi? Kwanza kwa sababu siku zote unajua kikubwa ni maelewano kwenye timu. Unaweza kuwa na benchi hilo afu watu wakawa hawana maelewano ukashindwa kupata kitu kimoja. Lakini inavyoonekana Singida wana maelewano kwenye hilo benchi. Kila mtu ameamua kusimama kwenye nafasi yake. Ndio maana unaweza kuwaona wote wanaweza kukaa chini wakaja na mpango. Tunaendaje hii mechi? Tunafanyaje ya mashindano? Kuchukua ubingwa Kagame haikuwa rahisi, na kutokana na upinzani wao walikutana nao mechi zilikuwa ngumu, lakini unaona kutokana na watu walikuwa na mpango, kwa sababu wao kama walikuwa hapo kwenye ile mashindano wakapewa tu taarifa, bwana jioni mcheze huko, wakaja wakapeleka timu ikawasaidia kukuza. Na wamevunja kwenda kwenye tournament yao hiyo. Unaona wakaja wakatengeneza timu, imewasaidia kutengeneza timu kwa sababu walikutana na mechi zenye ushindani, na ndio siri ya mafanikio yale mashindano ya Kagame. Siri kubwa sana, walianza taratibu ile mechi mpaka mbona Singida wameanza kwa chini sana, lakini baadaye wakaanza wanakuja mpaka timu inakuwa. Kwa hiyo kama technical bench yote nzima wanakaa kwa kuzungumza lugha moja, wanakuja na mpango mzuri, wanamwamini Gamondi kama ndo master plan wao wa mwisho. Wengine watafanya maelekezo ya master plan Gamondi. Hamna shaka kwamba hiki kinachoonekana na hii mechi wanaiendea, wanajua namna ya kupata matokeo na namna ya kushinda na kuelekeza kuitimiza ndoto yao ya kufuzu kwa mara ya kwanza kwa hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika. Ni muda sasa kwenda kusikiliza nini ambacho likisema kocha Miguel Gamondi kuelekea katika mchezo huo. For us it's very very important game because it's the last round. Kwetu sisi ni mchezo muhimu kwa sababu ni mzunguko wa mwisho, na mara zote nasema hizi ni dakika 180 za kucheza ugenini na hapa Dar es Salaam.
Tunajaribu kujipanga vizuri ili kufanya vizuri. Kwetu sisi ni muhimu, narudia tena, kwa sababu ni mara ya kwanza Singida wanapita katika hatua ya kwanza na kujaribu kufuzu hatua ya makundi. Ni malengo tuliojiwekea toka mwanzo kama timu, na kwa hilo tunahitaji kuwa makini katika kila kitu na kupata matokeo mazuri. Tunajua nini cha kufanya, na ni muhimu kwa timu ya Singida na kwa Tanzania, kwa sababu tunaiwakilisha Tanzania, na timu zote 4 tutajitahidi kufanya vizuri. Hatua ya awali ilikuwa nzuri kwa timu zote na tunataka kurudia hilo, na natumaini tutafuzu timu zote 4 ili kuiweka Tanzania juu katika soka la Afrika. Very important to put Tanzania in the top of the African football. Dhamira ya Miguel Gamondi haitofautiani kabisa na dhamira ambayo kila mmoja Mtanzania anayo, ya kuifanya Tanzania kuwa katika daraja la juu sana kwenye soka la Afrika. Na ndio alichozungumza pia Miguel Gamondi. Tuende katika ligi kuu ya NBC sasa. Ligi hiyo inatarajiwa kuendelea leo kwa michezo miwili, ambapo saa 8 mchana kutakuwa na mchezo kati ya Pamba Jiji dhidi ya Mashujaa, utakochezwa katika uwanja wa CCM Kirumba pale Mwanza. Mashujaa FC dhidi ya Pamba. Tukaiangalie Pamba Jiji na takwimu zake katika mechi 3 walizocheza. Hawajapata ushindi bado, kwa maana ya kwamba wanasaka alama 3 za kwanza kabisa katika msimu huu, lakini wametoa sare michezo miwili na kupoteza mchezo mmoja. Pamba Jiji FC chini ya kocha Francis Baraza. Kusaka alama 3 za kwanza dhidi ya timu kama Mashujaa, kwa takwimu ambazo tumeziona kwa maana za kwenye mechi zao 3 zilizopita, inaweza kwenda kuwa ngumu kiasi gani kwa vijana wa Francis Baraza? Pamba Jiji hawakucheza vibaya katika mechi zao zote 3. Walichokosa wao ni ushindi tu. Kama mechi ya Namungo walikuwa wanaona wanaenda kushinda mechi, goli likachomolewa dakika za jioni kabisa. Kwa hiyo hawana timu mbaya. Na mechi ya Yanga walionekana walicheza vizuri, lakini wakazidiwa. Wale wenzao walikuwa walitumia ubora wao zaidi kuwafunga. Umeona sare nyingine na TRA, walikuwa nyumbani wakalazimishwa sare. Nadhani hii ni mechi nyingine wanaenda kucheza. Kwa hiyo naamini kabisa Pamba Jiji kwa kikosi chao, kama kocha Baraza atatumia nusu au robo 3 kile walichokifanya dhidi ya Yanga kucheza dhidi ya Mashujaa, naamini wana nafasi ya kushinda hii mechi. Kwa sababu katika mchezo dhidi ya Yanga walicheza vizuri sana. Ukiacha makosa madogo sana ambayo yalisababisha timu ikapoteza, goli zilikuwa nyingi, lakini ni ya makosa madogo sana ya kiuchezaji ambayo yalisababisha yale magoli, ambayo uliona kwamba wachezaji wa Yanga walitumia mbinu za ziada, cross, kona ile. Kwa hiyo unagundua kwamba ni makosa madogo ambayo yalisababisha, lakini kivinginevyo Pamba Jiji walikuwa na kikosi kizuri, walicheza vizuri na muendelezo wao ni mzuri. Wachangamke kwenye kufunga magoli. Hilo ndio lilikuwa changamoto yao. Wakiweza kutumia nafasi wakafunga magoli, nadhani wana nafasi ya kupata ushindi kwenye mchezo huu. Kwenye mchezo wao mwisho zidi Danio walitoa sare pale nyumbani na Mashujaa. Kwa hiyo walikwenda wakafungwa kule Tanganyika. Kwa hiyo wana nafasi ya kujiuliza tena kama wale walitufunga nyumbani kwa nini tusifunge nyumbani kwetu, ili tuanze kuokota pointi kuelekea msimu mpya, ili waepuke kwenye kwenda playoff. Maana sasa hivi playoff inaonekana kwa ligi ilivyo, watu wataanza kujitenga mapema sana kwenda kwenye playoff. Maji na mafuta. Wakati ambao Pamba Jiji wanatafuta ushindi wao wa kwanza, Mashujaa wanaingia katika mchezo huu wakiwa tayari wana ushindi mmoja, kama inavyoonekana kwenye takwimu za mechi 3 ambazo Mashujaa wamecheza chini ya kocha Mohamed Abdallah Maruf Bares, na wametoka sare mchezo mmoja na kupoteza mchezo mmoja. Wana moja kwenye kila sehemu. Michezo 3, sare moja, kupoteza mchezo mmoja, na wamefungwa mchezo mmoja. Kuiangalia Mashujaa wanapocheza ugenini leo hii dhidi ya Pamba, wanaweza kuonesha mchezo namna gani dhidi ya timu ambayo wanajiona kabisa wapo kwenye daraja moja? Mechi ngumu, lakini uzuri ni kwamba mwanzo wao sio mbaya. Muhimu kwanza ni walau upate ile test ya ushindi kwenye mechi. Na ukiangalia kwenye kalenda tayari ushindi upo, yani wana ushindi wa mechi moja umesare, moja umepoteza. Maana yake hapo umepoteza alama 2, alama 5 umepoteza. Wewe umevuna alama ngapi? Alama 4. Alama 4, ushindi mechi moja, alafu sare mechi moja. Maana yake ni muendelezo mzuri wa takwimu. Kwa daraja la Mashujaa, kwangu siwezi kusema kwamba ni
yani mwanzo wao ni mbaya, ni mwanzo mzuri kiuhalisia. Kwa hiyo kwangu naamini kwamba kwenye mechi hii ambayo wanaenda kucheza, kitu ambacho kinahitajika ni commitment zaidi, kwa sababu moja ya kitu ambacho kitakutoa kwenye eneo la playoff, kucheza playoff, manake ni uweze kupambana kwenye hizi mechi ambazo unakutana mechi za mwanzoni hizi, kwa sababu timu unakuta ina maingizo mapya, sawa. Kwa hiyo hata energy, moral kwa wachezaji inakuwa ya hali ya juu. Yaani mchezaji kwamba anatamani kucheza kwenye mechi, lakini pia hata anavyocheza anakuwa hana uchovu mkubwa ndani yake. Manake anadeliver kile kitu ambacho amekitrain mazoezini kwa 90% mpaka 100. Kwa hiyo kwangu naamini kwenye uwepo wa wachezaji wapya, lakini mwanzoni mwa ligi kama hivi ndio muda sahihi wa kuanza kukusanya alama. Tumezungumzwa kwa mfano Pamba Jiji, ukiangalia mechi dhidi ya Namungo tayari umeshachukua alama 3. Yaani ushapata ushaongoza mechi kwa bao moja, unaongoza. Kwa nini usicheze kwa objective, kwa malengo ya kwamba lazima nitetee hiki ambacho nimekipata. Kwa hiyo nafikiri hizi timu kuna wakati wanateleza sehemu ndogo. Hii ndo sehemu ambayo wanajitofautisha na JKT ambayo wanaonekana wao kasi yao, kocha Ahmad Ally amekuwa akiboresha nidhamu ndani ya kikosi, kwa sababu moja ya kitu ambacho anawafundisha Ahmad Ally hawa JKT ni kwamba anawaelekeza kwamba lazima uwe una ile tunasema focus kwenye mechi, yani focus dakika zote 90. Na ndio maana tumeiona JKT kwenye baadhi ya mechi zake dhidi ya Azam FC. Kama unakumbuka, Azam FC tayari walishaongoza kupitia Faisal Salum, alafu dakika za jioni Paul Peter anakuja anapiga goli la kichwa, mechi inaisha kwa sare ya bao 1-1. Ni matokeo hayo ndio ambayo yanawafanya JKT kuwa sehemu ambapo wapo sasa hivi. Kwa hiyo ubora wa timu ndogo unapimwa kwa kwanza maamuzi ya kwenye mechi hizi za awali, kwa sababu mechi za mwishoni mara nyingi ni ngumu kuchukua alama. Kwa utakutana na Giant, atakupiga, atataka alama kutetea ubingwa, atataka alama kukaa kwenye nafasi za pili, nafasi ya tatu. Kwa hiyo lazima ufocus kwenye hizi mechi ambazo unakuwa unacheza hivi sasa, kwa sababu timu inakuwa kwenye hali ya juu. Hiyo ni mechi ya saa 8 mchana, lakini Club of Fountain Gate leo itakuwa mawindoni kumenyana na wale Mazabibu Dodoma Jiji FC katika mchezo utakopigwa kwenye uwanja wa Tanzanite kwa raha saa 10:30 jioni. Fountain Gate inaingia katika mchezo huo ikiwa haijapata matokeo mazuri kwenye mchezo wao wowote wa ligi kuu tangu ianze, na huu unakuwa mchezo wao wa kwanza tangu waruhusiwe na FIFA kusajili rasmi nyota wao Fountain Gate. Wanarejea kwa raha. Wanarejea Tanzanite kwa raha, lakini ni kama vile wanaanza ligi kwa sababu ndio wameruhusiwa. Yaani baada ya kuruhusiwa kwamba sasa mnaweza kuingiza wachezaji kwenye mfumo, endeleeni. Kinga mkono. Fountain Gate ndugu zangu hao ndugu zangu walinikwaza kweli mwanzo wa msimu. Yaani katika kitu ambacho kilinikwaza msimu huu ni wao kushindwa kukamilisha ile swala la usajili. Walikuwa ndio na matatizo yao ya nje ya uwanja, sio ya kuto madeni na nini, lakini unagundua kwamba ni wajibu wa timu kuhakikisha kwamba vitu hivi vidogo vidogo mnavifanya mapema, kwa sababu msimu unajulikana unaanza lini, na nyinyi mnajua kama tuna deni, pambaneni kulipa madeni, msajili wachezaji, twende kwenye ligi tukiwa vizuri. Mimi naamini hawakustahili kupoteza pointi kwenye hii mechi dhidi ya Mbeya City. Walicheza vizuri sana, lakini uchache wa wachezaji ulichangia kuwafanya wao wakapoteza pointi. Hawakustahili kupoteza pointi mbele ya Simba. Walicheza vizuri, lakini unagundua kwamba wachezaji walikwenda kuna wakati wakawa wamechoka, wakaishiwa mbinu. Nje unachoka, alafu ukiangalia nje unaona hamna mtu wa kuingia, lazima upambane. Kwa hiyo wakati ukichoka watu wanakuja wanakuadhibu. Kwa hiyo hizi pointi 15, pointi 9, 12, mechi 3 wamepoteza. Pointi 9 walizopoteza hawakustahili kuzipoteza. Naamini kwa kikosi chao, kwa jinsi aina ya mpira walikuwa wanacheza, walikuwa na nafasi ya kuokota hata pointi 2 au 3 au hata 6, waongeza kuokota pointi kwenye mechi zao zilizopita. Lakini sasa wanarudi upya wakiwa chini ya kocha, wamepata kocha. Kwa hiyo ni jambo ambalo linawafanya wakirudi wanacheza na Dodoma ambao wanajuana vizuri. Ni timu ya kiwango chao, kariba yao, wana nafasi ya kuonyesha kile ambacho wana kwa raha waendelee kujitokeza kuwashangilia pale uwanjani, kwa sababu wameenda pale waonyeshe watu mpira. Na nikasema yani hao wangejua thamani ya kile walichokipeleka pale, afu wanataka kushuka daraja kwa makosa, nadhani ni changamoto. Kwa hiyo kwa Fountain Gate
wanarudi kwamba sasa tuna kikosi, tuwaambie Watanzania na wadau kwamba sisi tuna kikosi na tunataka tushinde. Na hasa mechi hii sio tu kushinda, hata wapate hata walau goli moja, kwa sababu mechi zote naona wamefungwa bila. Kwa hiyo halau wapate hata goli moja, waonyeshe kwamba tuna kikosi na tuna timu ya kushinda magoli. Kwa hiyo hiyo ni kubwa kwa Fountain Gate, wahakikisha kwamba wanacheza vizuri kwa nidhamu mchezo wote, na Dodoma wanawaweza, kama wakijipanga vizuri wanaweza kuwapiga Dodoma. Wanaenda kutana na Dodoma ambayo hawajapoteza, kwanza kikosi chao kiko vile vile. Hawajapoteza wachezaji wengi. Aliondoka ni Paul Peter. Ukiangalia performance ya wachezaji msimu uliopita kama Kipwagile, Hoza, wachezaji ambao kwenye msimu uliopita walikuwa na performance nzuri sana. Lakini pia Dodoma imemtambulisha Amani Josia kama kocha wao mpya. Manake hiyo ni changamoto mpya. Anaenda kukutana na timu ambayo kocha mpya, hali mpya, ushindi, anataka ushindi ili kuweka mwanzo wake mzuri ndani ya kikosi. Kwa hiyo nafikiri wanakutana na Dodoma ambayo kiuhalisia unaona kwamba wakati wewe unajitafuta, sisi tayari tushajipata. Kwa hiyo sasa hiyo bato hapo inakuwa ni ngumu kwako ambayo wewe unajipanga. Kwa hiyo kwangu naamini kwamba pengine kwenye huu mchezo Dodoma akawa na mchezo mzuri zaidi kuliko kufananisha na Fountain Gate. Fountain Gate ina wachezaji wazuri. Kina Elimo Kono kwenye kikosi chao wanapambana, yani wanapambana. Lakini sasa kuna wakati huhitaji tu wachezaji wazuri, unahitaji mazingira mazuri, rhythm nzuri kwa timu icheze ikiwa inatambuana. Sasa unaenda kutambulisha wachezaji 8 wapya kwenye kikosi wakati wenzako tayari washajicheza mechi walau 3 ambazo wana wachezaji wale. Fountain Gate nakumbuka ilikuwa ina mwanzo mzuri sana kwenye msimu uliopita. Wakati alikuwepo yule Mohamed Muya, yes. Ndo alianza vizuri, ndo akawaleta wakina Selemani Mwalimu, wakina William Edgar ambaye sasa hivi pia naye yuko Dodoma kama ongezeko la mchezaji ambaye ameongezwa. Ali Salim yuko Dodoma. Kwa hiyo ukiangalia Dodoma Jiji, yani wao wana mazingira mazuri ya kuweza kushinda mchezo dhidi ya Fountain Gate kuliko ambavyo Fountain Gate kutafuta yani hizo alama 3 dhidi ya Dodoma. Yes, hao ni Fountain Gate. Lakini kwa upande wa Dodoma Jiji, takwimu zao zikionyesha wao nao pia wana kitu kimoja kwenye kila eneo, kwa maana katika michezo 3 waliocheza wamepata ushindi mchezo mmoja, wametoka sare mchezo mmoja na kupoteza mchezo mmoja. Ni kama ilivyokuwa kwa Mashujaa. Takwimu zao na Mashujaa sio mbaya. Amani Josia ana rekodi nzuri, akiwa na Prison alifanya ikawa timu nzuri, akiwa na Geita naye alitengeneza ikawa timu nzuri. Kwa hiyo ni kocha ambaye mzuri, na juzi tuliona kama amehitimu, amepata cheti chake cha kwa hiyo sasa amekuwa timamu zaidi kuliko kwa alipotoka. Kwa hiyo nadhani ana kitu cha kuja kutuonyesha, japokuwa kwa siku hizi mbili mara nyingi wagasiaminiki kocha kama anaweza kubadilisha labda morali zaidi na nini, lakini baada hapo tunaamini Dodoma Jiji itakuja upya. Lakini wakiwa na mshambuliaji wao Mgaza Yasin, naona wakiwa na kinaidi Kipwagiwe, wana kila sababu ya kuendelea kufanya vizuri kwenye mchezo huu, kwa sababu mechi zilizopita walicheza vizuri. Kipa Ali Salim akiendelea kukaa golini, ana kitu, ana uzoefu wa kutosha kwenye mashindano ya kimataifa, ligi kuu, amecheza Simba kwa wakati ngumu, anazijua. Nadhani hiyo experience yake inaweza kutosha kuwasaidia kwenye kujilinda na kuhakikisha timu inafanya vizuri. Wakati ambao ligi hiyo inaendelea kwa mechi 2, leo hii kuna mechi nyingine ambazo zitachezwa siku za usoni, ikiwepo KMC ambao wanakuwa wenyeji wa Gonga Nyundo kutoka Mbeya, timu ya Mbeya City, ikiwa ni mwendelezo wa ligi hiyo ya NBC. KMC imecheza mechi 3 na imeshinda mechi 1 na kufungwa mechi 2, wakati Mbeya City imecheza mechi 3, ushindi mechi 1 na sare mechi 1, ikiwa imefungwa pia mechi 1. Hii ni Viwanjani ya Azam Sports. Kwa sasa naona mapumziko mafupi, tukirejea yako mengi sana ambayo tutakuletea, usiondoke.